katika dunia ambayo imekosa upendo wa kweli leo, ambayo ina upendo wa kinafiki, tunatakiwa kusogea miguuni pa Yesu tukitambua ya kwamba yeye ni pendo, yeye anatupenda. Ingali tulianguka kwenye dhambi, akaja akafa, akaacha enzi mbinguni na akajishusha chini kabisa, akaja akafa. Yeye hakuwa na dhambi wala hakustahili kufa, maana hana dhambi, na akafa kwa ajili ya mimi na wewe leo wenye dhambi. Nasi tumepata kuokolewa kwa kifo chake, tunapata nafasi ya kuokolewa. Sasa huyu ambaye alikufa pia tuweze kusoma katika kitabu cha Yohana ili tuweze kutambua pendo lake zaidi. Pia kitabu cha Yohana anasema nini katika kitabu cha Yohana 13 na ule mstari wa 15, anasema hivi: hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki. Mpendwa mtazamaji, ya kwamba hata kwa wale watu ambao wanaonyesha upendo kwako, kwa wale ambao wanakupenda mno, anasema hakuna ambaye anaweza kuonyesha upendo kama aliyouonyesha Yesu kwako. Anasema hakuna kabisa. Aliutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake ambao ni mimi na wewe leo, na ndio maana tunasimama kwa ujasiri, tunamtangaza huyu ambaye alikufa kwa ajili ya makosa yetu. Ni upendo wa ajabu mno, ni upendo wa thamani mno, ni upendo ambao bado ulimwengu umejawa na giza, ambao hautambuliki. Shetani amekuwa akituzingira katika giza nene hata tusiutambue huu upendo, na wengi wamekuwa wakidhihaki upendo huu, lakini nataka nikwambie ni upendo halisi. Upendo wa Yesu Kristo ni upendo halisi, ni upendo ambao hata mara baada tunapotenda dhambi, tunaanguka, tunamwacha, wakati mwingine hatujamjua, tukitazama nyuma madhaifu yetu na machafu yetu, tunajiona kutostahili kusogea mbele zake, lakini anatuambia hivi, anatuita kwa hata tunapojiona hatufai, yeye anatuita tusogee kwake. Tutafakari katika kitabu cha Mathayo 11 na ule mstari wa 28, anasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Baba yetu anatuita, rafiki yetu mpendwa aliyekufa kwa ajili yetu anatuita, anasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao. Mimi na wewe tunaosumbuka katika dunia hii iliyojaa changamoto mbalimbali, Yesu anatuita pamoja na mizigo yetu ya dhambi. Yesu anatuita pamoja na kuchoka. Yesu anatuita pamoja na kulia. Yesu anatuita, anataka tuje kwake na hiyo mizigo tumuwekee. Yeye ndiye awe mbeba mizigo yetu. Ni namna gani upendo wa huyu rafiki ulivyo na nguvu kwetu! Yuko tayari hata kutupokea mizigo yetu. Alikufa ni kwa ajili ya mimi na wewe. Sasa anatuita, anasema njoni kwangu. Haijalishi umetanga mbali kiasi gani, haijalishi umeenda kinyume naye kiasi gani. Ndiyo maana aliacha enzi mbinguni akaja akafa, kwa sababu anatupenda, na hata kifo kile leo kinatufanya sisi dhambi zetu ziondoke. Hakika ndugu mtazamaji, ninakualika sasa, sogea kwa Yesu. Sogea, toa moyo wako, mpatie ili aweze kukaa ndani yako, aweze kukaa ndani yako. Anaingiaje ndani ya moyo wako? Anasema, ukisoma katika kitabu cha Ufunuo katika kitabu cha Ufunuo 3 mstari wa 20, anasema tazama nasimama mlangoni na bisha, mtu akiisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, naye pamoja nami. Ni wito ambao Yesu anatuita. Anasimama mlangoni, anasubiri umruhusu aingie ndani ya moyo wako. Huyu rafiki asiyokuwa na upendo wa kinafiki, huyu rafiki asiyokuwa na upendo wa uongo, ambao ni upendo
upendo uliojaa duniani leo, ndiye anayekuita, anasema njoni kwangu ninyi nyote mliolemewa na kusumbuka na mizigo ya dhambi. Lakini pia anapokuita anasema anasimama nje ya mlango wa moyo wako, anataka ufungue, anabisha. Tunaelewa ya kwamba mtu hawezi kuingia ndani pasipo kufunguliwa, na sasa Yesu anasimama nje ya mlango wa moyo wako, anataka umfungulie. Fungua mlango wako, Yesu aingie ndani yako. Anasema utakapofungua, atakapoingia kwako, atakula pamoja na wewe, atakuwa karibu na wewe. Kuna jambo gani gumu la kumshinda? Anapokuwa karibu na wewe, unapata nafasi ya kumweleza kila hitaji la moyo wako. Ndugu mtazamaji, ninakualika sasa na ninakukaribisha, fungua mlango wako wa moyo wako, Yesu aingie ndani yako. Tuombe. Baba yetu mwema, asante kwa upendo wako ajabu, asante kwa sababu unatupenda kwa upendo usiopimika. Nasi tunakuja mbele zako, tuko tayari kufungua mioyo yetu. Ingia ndani yetu, badilisha maisha yetu, tufanye kufaa kwa ajili ya ufalme wako. Tunanyenyekea kwako saa hii kupitia jina la mwanao Yesu Kristo, amina.